Wanawake wa chama cha ACT Wazalendo wameamua kuutumia mwezi huu adhimu, mwezi Machi, ambao ni mwezi unaotumika kama kumbukumbu kusherekea nguvu, ushiriki wa wanawake katika nyanja mbalimbali, kwa kutambua mwezi huu, kutambua nguvu, ustahimilivu wa wanawake, mchango mkubwa wa wanawake katika jamii zetu na ulimwengu mzima. Wanawake wa chama cha ACT Wazalendo wao wamechukua kauli mbiu nasema, machozi ya mama ni deni kwa taifa. Tuko kwenye maombolezo kama taifa. Taifa letu linahitaji uponyaji kutokana na matukio yaliyotokea Oktoba 29 na siku zilizofuata. Ngome ya wanawake itakwenda kuzindua mnara wa kumbukumbu hiyo ya Oktoba 29 na inataka kuhakikisha kwamba inaitumia mwezi huu kuendeleza mapambano kwa kuandaa, kutembelea na kukutana na wanawake nchi nzima katika maeneo mbalimbali, kuendelea na mapambano ya kudai demokrasia ya kweli. Tunajua tarehe 29 Oktoba na siku zilizofuata taifa limepoteza watoto, walezi, wazazi ambao walikuwa wametumikia taifa hili na wengine walikuwa na ndoto za kutumikia taifa hili. Maumivu haya ni yetu sote. Sisi kama mnavyoona nyuma yetu tuna picha ya ndugu Dafrosa Jacob. Yeye tumeamua kumtumia kama shujaa wetu pamoja na mashujaa wengine wote, kuonyesha namna ambavyo Oktoba 29 ilipoteza watu waliokuwa wakidai uhuru wa kweli, demokrasia ya kweli na mapambano ya kweli. Ndugu Dafrosa Jacob alikuwa ni mgombea wetu wa udiwani katika kata ya Sirari, jimbo la Tarime, na aliuawa mikononi mwa polisi tarehe 5 Novemba 2025. Ndugu Dafrosa Jacob alienda mwenyewe polisi tarehe 4 Novemba akifuatilia vijana wake, mawakala wake ambao walikamatwa katika vuguvugu lile la uchaguzi. Kwa hiyo yeye amesimama kama simbo, yeye amesimama kwa ajili ya wengine wote ambao walipitia madhila hayo. Sisi kama chama tunasema, tumesema na tunarudia kusema kwamba taifa hili linahitaji uponyaji. Tunalaani mauaji yaliyotokea siku ya Oktoba 29 na siku zilizofuata. Tunalaani ukiukwaji wa vitendo vya haki za binadamu zilizofanywa dhidi ya wanachama, wagombea wetu na kila raia wa Tanzania. Shiriki katika kupanga, kutekeleza mauaji haya wawajibishwe. Tunataka takwimu halisi za waliopoteza maisha, idadi yao, wako wapi, kina nani. Tunaitaka serikali ikabidhi miili yao kwa wazazi wao na ndugu zao ili waweze kupata maziko ya heshima. Na kuwalilia wote waliouawa, kuumizwa na kuteswa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 ni tukio la kutukumbusha sisi vijana, wanawake, vyama vya siasa, asasi za kiraia, viongozi wa dini na jumuiya za kimataifa kwamba hatupaswi kusahau unyama wa tarehe 29 Oktoba ulioondoa uhai wa vijana wenzetu, mama zetu, baba zetu, wadogo zetu na kufanya wengine kuwa vilema wa kudumu hadi sasa. Hatupaswi kusahau jambo hilo. Hatupaswi kusahau. Sababu ya kusahau kwetu ni kukubali kirahisi damu ya wenzetu kwenda bure bila uwajibikaji. Hatupaswi kusahau. Tunapaswa kuona mamlaka na wote waliofanya mauaji ya tarehe 29 Oktoba wanakiri kosa lao na kuchukua hatua za uwajibikaji
kwa wote waliohusika na mauaji ya tarehe hiyo 29 mwaka 2025.